yalikuja mashtaka kwa Marwan ibn al-Hakam juu ya Said ibn Zaid radiyallahu ta'ala anhu. Na Said ibn Zaid katika historia ni katika wale watu 10 waliobashiriwa pepo na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bwana huyu alishtakiwa na mwanamke mmoja anaitwa Arwa bintu Aus kwa sababu ya ugomvi unaosababishwa na ardhi. Bibi huyu alikuja kwa Marwan ibn al-Hakam. Wakati huo alikuwa ni msimamizi wa Waislamu juu ya mambo kadha. Kama tunamjua, Marwan ibn al-Hakam ni katika watawala wa Bani Umayya. Bibi huyu alikuja kwake Marwan ibn al-Hakam akamwambia, Said ibn Zaid zalamani fi qit'atin min al-ard, huyu Said ibn Zaid kanidhulumu katika kipande cha ardhi yangu. Kwa hiyo leo nimekuja kumshtaki. Said ibn Zaid akapata barua kutoka kwa Marwan ibn al-Hakam kwamba nakuhitaji. Kwa nini unadhulumu? Tena unayemdhulumu ni mwanamke, tena we ni sahaba wa Mtume, tena katika watu 10 waliobashiriwa pepo. Unadhulumu sahaba Mtume, anadhulumu ahadul mubashirina lahum biljanna yuzlim. Lakini Said ibn Zaid alipopata barua ile na mwito ule, alikuja haraka haraka akasimama baina yaday Marwan ibn al-Hakam akamwambia, nimepata mwito wako kwamba unaniita juu ya mashtaka ya dhulma niliyoyafanya. Akamwambia, si mimi nilosema kwamba umedhulumu. Inna hadhihi almar'ata taqul, hakika mwanamke huyu anasema, laqad zalamtaha fi qit'atin min ardiha, wewe umemdhulumu katika kipande cha ardhi yake. Unasemaje juu ya mashtaka haya? Said ibn Zaid akasema, wa kaifa af'alu dhalik, kaifa adhlimuha, inawezekanaje kwangu mimi nimdhulumu mwanamke huyu fi qit'atin min al-ardi wa ana alladhi sami'tu Rasulallahi yaqul man dhalama qayda shibrin au man akhadha al-ardha qayda shibrin dhulman tawaqahu Allahu fi 7 ardhin. Mimi nimemsikia Mtume anasema, man akhadha shibran min al-ardh dhulman, yeyote mwenye kunyakua shibiri moja ya ardhi kwa dhulma, basi atabebeshwa siku ya Kiyama ardhi zote 7 katika shingo yake. Ukimiliki ardhi, hujamiliki ardhi hapa juu, bali umemiliki chini, mpaka huko chini ambako hatujui kunafikia wapi umemiliki. Ukimiliki ardhi, hujamiliki hapa juu peke yake, bali umemiliki mpaka juu ya anga ya hewa, kiasi kwamba mtu hawezi kujenga daraja juu ya milki ya ardhi yako, kwa sababu ile pia ni sehemu yako pale juu. Na vile vile ukidhulumu, hujadhulumu hapa juu tu, bali umedhulumu mpaka huko chini ambapo hatujui tunakwenda mpaka mita ngapi au kilomita ngapi, pia umedhulumu huko chini. Na ukidhulumu sio hapa juu tu, bali umedhulumu mpaka katika anga ya ardhi ile ilikuwa umeidhulumu wewe. Sasa masulia hayo ni mazito. Utaniambiaje kwamba mimi nimemdhulumu mwanamke huyu qaida shibrin, kiwango cha shibri moja ya ardhi, wa ana alladhi sami'tu Rasulallahi yaqulu hadha alkalam? Yani mimi pamoja na kumsikia Mtume anasema maneno hayo, man dhalama qaida shibrin min al-ard, mwenye kudhulumu shibri moja ya ardhi tu, tuwiqahu ala 7 aradhin, atabebeshwa ardhi zote 7 juu ya shingo yake. Ni mzigo mkubwa huo.
leo mimi nikafanya kitu kama hicho? Marwan ibn al-Hakam akasema, wallahi la uridu albayinata ba'da hadha, sitaki explanation yoyote, sitaki tafsiri yoyote, sitaki sharhe yoyote, wala sitaki bayana aina yoyote baada ya wewe kunibainishia hayo kwa kuniingizia hapo hadithi ya Bwana Mtume kuonyesha kwamba wewe huwezi kufanya mambo kama haya. Lakini kwa nini huyu mwanamke anakudhania, anakusingizia mambo mabaya kama hayo? Watu watakusema vipi wewe? Sahaba wa Mtume kamdhulumu mtu ardhi yake, tena katika wale mabingwa katika wale wakuu ambao wamebashiriwa kwamba wataingia peponi. Abu Bakr fil janna, Umar fil janna, Uthman fil janna, Ali fil janna, Abu Ubaida fil janna, Zubair ibn al-Awwam fil janna, Abdurrahman ibn Auf fil janna, Sa'd ibn Abi Waqqas fil janna, Talha ibn Ubaidillah fil janna, na wewe nani? Sa'id ibn Zaid fil janna. Watu 10 hawa na wewe umo ndani, unakudhulumu. Watu wameshasikia habari hizo mitaani, na huyu mwanamke kaja mpaka kwa amir wa Waislamu kukushtaki wewe. Basi akasema Allahumma, kayanywa mikono Said ibn Zaid, anaapiza sasa, Allahumma in kanat kadhibatan fima qalat, ya Rabbi, ikiwa ni muongo mwanamke huyu kwa maneno aloyasema, kama ni muongo, basi anasema fa'ami basaraha, mpofue macho yake au kipofu, waqtulha fi ardhiha, kisha atakufa katika ardhi hiyo anayodai kwamba mimi nimemdhulumu. Allahumma a'mi basaraha waqtulha fi ardhiha, ya Rabbi, mnyang'anye nuru ya macho yake na muue katika ardhi yake mwenyewe ambaye anadai mimi nimemdhulumu. Haikupita muda isipokuwa Mwenyezi Mungu alimnyang'anya mwanamke yule Arwa bintu Ausin nuru ya macho yake, akawa kipofu, na katika ardhi yake kulikuwa kuna kisima amechimba mwenyewe, upofu wake ukampelekea mpaka kutumbukia katika kisima kile, akawa ndo kaburi yake. Haya ndiyo tunayoyaita makarama kwa mtu ambaye anasema jambo kisha likapokewa kutoka kwa Mwenyezi Mungu kama alivyotaka. Hili ndilo suala ambalo leo tunalizungumza. Sasa mambo haya hayatoki kwa watu isipokuwa watu wanaitwa auliya, mawali. Mawali huwa na karama, na kabla sija kutangazia au sija kuambia ni wepi hao mawali na kukupigia mifano juu ya makarama yao, na kuambia kwamba kwanza, karama maana yake ni jambo lolote ambalo ni khariqul ada, lililokuja mbali na mambo ya kawaida, jambo lilotokea kinyume na kawaida ya mambo, ndio inaitwa nini? Karama. Mwenyezi Mungu hulitoa jambo hili sio kwa mtume, limuttabi'i an-nabii, anaweza kulifanya mtu katika wafuasi wa mtume ambao wao wanamfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanapokuwa watu hawa wamefanya mambo na mambo yale yakawa sio ya kawaida, yamevunja ile kawaida, inaitwa karama, na hao watu ni watu ambao ni wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume hafanyi karama, mtume analeta aya au muujiza, na miujiza inatoka kwa Mwenyezi Mungu, anampa mtume wake, mtume anafanya miujiza kama ile. Sasa mimi na wewe tunawezekana tukawa katika auliyaullah na tukafanya karama. Kwa hiyo karama zinafanywa na mawali ambao ni wafuasi wa mtume, na pia vile vile yanatokea ini ikraman lihadha arrajul, kwa sababu Mungu amemtukuza huyo mtu na amemtunukia na amemzawadia, ndio maana anaweza kufanya mambo ambayo sio ya kawaida. Na kuna jambo lingine mbali na miujiza na mbali na karama linaloitwa shawadha.
Na shawadha ni uchawi. Wanaweza kukaa watu wakafanya kiini macho chao, ukaona kamba imebadilika imekuwa nyoka, au kitambara kimebadilika imekuwa njiwa anaruka, au kama binadamu kazaa yai kama kuku. Hizi zote haziitwi miujiza wala haziitwi karama. Hizi ni magic wanazozifanya, ni uchawi ambao sio miujiza wala sio karama, bali ni shawadha. Ni vitu vinavyotokana na mambo ya uchawi na kiini macho. Kisha kuna jambo lingine ambalo baada ya hapo inakuwa vile vile sio karama, bali ni idharullahi alhaq wa takdhibi alkadhib, ni kumdamirisha Mwenyezi Mungu yule muongo kwa uongo wake, kwa sababu ya kuwaonyesha watu kwamba huyu si lolote si chochote, bali ni muongo katika mambo yake hayo anayoyafanya. Kama Musailimatul Kadhab, bwana mmoja alodai kwamba yeye ni mtume. Watu walimjia baada ya kudai kwamba yeye ni mtume, wakamwambia kisima tunachokitumia kwa maji kimekauka. Sasa ikiwa kimekauka kisima hicho, tunakuomba hichi kisima kwa baraka zako wewe mtume wetu, jalia maji yarudi upya ili tupate kutumia. Akawambia nileteni chombo cha maji. Akaletewa chombo cha maji, akachukua maji akatia mdomoni, akasukutua, kisha akayarudisha katika chombo, kisha akasema kwa baraka zangu tieni katika kisima hicho na mtapata maji. Watu wakachukua maji yaliyotoka kwa mtume wao muongo, wakachukua wakatia katika kisima. Baada ya muda mchache maji yaliokuwepo mule ndani yalikuwa yamebaki kidogo. Yalipoingizwa yale maji yaliyotoka kwa Musailima, kisima kikakauka chote. Badala ya kuzidi maji, yale yalobakia pia yakaondoka. Watu wakasema kulikoni? Mungu anataka kuonyesha hili pia ni jambo ambalo sio la kawaida, ni khariqul ada, kwamba yalikuwemo maji lakini yamekauka. Anataka kuonyesha kwamba huyu mtu muongo, lile alolitaka liwe halikuwa, na lile watu walodhamiria halikuwa. Na hawa watu walikuwepo wengi sana wakati wa bwana mtume. Yuko Musailima al-Kadhab, yuko Aswadul Ansi ambaye Musailima kauawa katika baadhi ya vita al-Murtadin. Sayyidina Abu Bakr alipowapiga vita, na Aswadul Ansi kauawa na kijana anaitwa Fairuz ad-Dailami, wakati alipokuwa mkewe huyu bwana amelala naye, akapanga njama na Waislamu kwamba njoni mumuue huyu mume wangu ambaye kwanza si mume wangu, kaniteka katika ndoa ya mume wangu alokuwa baada ya kumuua kanichukua. Kwa hiyo nitafungua milango wazi usiku, mtaingia mtammaliza. Mwanamke akafungua milango, Waislamu wakaingia, wakamchukua Aswad al-Ansi, wakamkata kichwa, akawa anakoroma na kuunguruma kama ng'ombe anaochinjwa. Askari wake walipokuwa anakuja mbio, mkewe akaambia msije na wasiwasi, akasema tumesikia sauti gharib. Akaambia la inna nabiyakum yuha ilay, mtume wenu anapata wahi kutoka kwa Mungu, ndio maana anaunguruma kiasi hicho. Kumbe anakufa, kichwa kikakatwa kikatupwa huko. Kwa hiyo hao watu wote walimalizwa. Said ibn Zaid ni waliy min awliya illah. Said ibn Zaid ni mmoja katika mawali wa Mungu, mbali na kwamba alikuwa sahaba, mbali na kwamba alikuwa ahadul mubashirina lahum bil janna, lakinahu kana waliyan min awliya illah. Alikuwa ni wali miongoni mwa wali wa Mungu. Na mawali wa Mungu, Mungu anazungumza nini kuwahusu na ni akina nani watu hao? Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun man hum alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati ad-dunya wa fil akhirah la tabdila likalimati llah dhalika huwa al-fawzul adhim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati ad-dunya wa fil akhirah la tabdila likalimati llah dhalika huwa al-fawzul adhim. Aya hii iliyoko katika suratu Yunus 62 mpaka 64
inatuhadithia ni yupi walii miongoni mwa walii wa Mwenyezi Mungu, ambao hawa ndo utoa makarama, sio miujiza. Anasema Mwenyezi Mungu, mawalii au marafiki na vipenzi wa Mwenyezi Mungu, la khawfun alaihim, kwanza hawana hofu yoyote, wala hum yahzanun, wala hawahuzuniki. Alladhina amanu, sifa yao ya mwanzo huwa na imani ya hali ya juu. Wa kanu yattaqun, sifa yao ya pili huwa wacha Mungu wa hali ya juu. Alladhina amanu kanu yattaqun, na wakawa wacha Mungu. Lahumul bushra, na huwa wanapata bishara mbalimbali. Hupata bishara katika ndoto zao, akaonyeshwa katika ndoto na Bwana Mtume anasema ru'ya yarahu au tura lahu, ni ndoto anaoiona yeye au mtu mwingine anaiota ile ndoto kwa ajili yake yeye. Nimemwota fulani fulani yuko katika hali fulani, ni bishara kwako wewe wali min awliya illah. Bishara hizi wanaziona mawali katika ndoto, au wanaona watu wengine kuwa wana mawali wa Mwenyezi Mungu katika ndoto. Bishara nyingine huwa wanaona tu katika hali ya kawaida, watu wanawapenda na lakini ni watu wa kheri. Mtu wa kheri, kila mtu wa kheri anampenda mtu yule, anampenda na kumsifu na kumtaja kwa uzuri. Sio yule mtu anayempenda, ni Mungu umeshampenda yule mtu, kisha Mwenyezi Mungu akatangaza kwa malaika wake kwamba ala inna Allaha yuhibbu fulan faahibbuhu, Mungu anampenda fulani, mpendeni nanyi. Malaika wakimpenda sema inna Allaha wa malaikatahu yuhibbuna fulan faahibba ya ahla al-ardhi faahibba, watu ardhini nanyi mpendeni mtu fulani. Yule anakuwa ni wali min awliya illah, kwa sababu Mwenyezi Mungu amejalia watu wa kheri wanampenda. Hii ni bishara vile vile. Na bishara nyingine anaipata wali katika mizunguko yake, activity zake za kila siku, na shatatihi al-yawmiyya. Anapofanya jema anafurahi wali. Leo nimefunga, nimekamilisha, alhamdulillah. Leo nimekamilisha nguzo ya hija, alhamdulillah. Inapata furaha katika moyo wake. Leo nimemaliza khitma ya Qur'an na hata mwezi haujamalizika, alhamdulillah, linamfurahisha. Nimeshatoa zaka yangu ambayo ilikuwa nimefaradhishwa na Mwenyezi Mungu, tayari nimeondosha dhima yangu, lile linamfurahisha, alhamdulillah. Nimeshatoa sadaka, nimefurahi, alhamdulillah. Ndio Mtume anasema idha sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuk fa anta mu'min, litakapokufurahisha lile zuri unalolifanya na likikuudhi lile baya ulilolifanya, basi bishara njema, wewe ni muumini wa kweli. Kwamba zuri umelifanya umefurahi, na baya umelifanya lakini unauma vidole, huku unasikitika, ya laitani sikulifanya, kwa nini nimefanya makosa yale. Hii ni alama moja katika alama za imani. Lakini ukimwona mtu aliyoyafanya anashabikia, anajisifu mbele ya wenzake, mimi ndo fulani, zama zangu mimi nilikuwa nikifanya kadha na nini, nilikuwa ninaitwa Mr. kadha kwa madhambi kadha na hivi kadha, huyu mtu sio katika aulia, bali katika a'daullah, ni katika maadui wa Mwenyezi Mungu. Mungu asitujalie miongoni mwao. Na bishara ya mwisho kuliko yote ni ile bishara kwamba unaondoka katika ulimwengu, malaika wanakubashiria kwamba nenda peponi. Allahumma ij'alna minhum. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Tazama bishara hizi njema. Walakum fiha ma tad'i anfusukum walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Malaika wanakuja wakati unaondoka wewe wali min awliya illah, wanaitoa roho, lakini wanasemaje? Ya ayyatuhan nafsul mutmainna
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Roho inaambiwa toka kwa heri na salama, nenda kwa Mola wako, akiwa Mola yuko radhi nawe uko radhi na Mola wako. Allahumma ja'alna min. Haya hayasemwi kwa watu hoe hai, unasemwa watu walikuwa wanaitwa awliyaullah. Allahumma ja'alna min awliyaik fa inna awliyaaka la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaquna lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Bishara hii ya kwamba anaondoka ulimwenguni, Mwenyezi Mungu anasema innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Na msiogope wala msihuzunike. Msiogope kwa mnakokwenda, msihuzunike kwa mlioyaacha. Unakokwenda hujui utapokewa vipi, kwa hiyo usiogope. Umesikia kuna moto, kuna malaika Munkar na Nakir, kuna nini, la takhafu, usiogope, uko katika salama na amani. Wala tahzanu, unaondoka umeacha nyumba yako nzuri na mkeo mzuri na watoto wako wazuri na mali yako nyingi. Wala tahzan, usihuzunike juu ya jumba lako uliloliacha, wala mkeo ulomwacha, wala watoto ulioacha, wala mali, wala zahari fi dunia ulizoziacha ambazo tumekupambieni. La takhafu ala ma tuqbiluna ilayhi wala tahzanu mimma taraktumuhu waraa zuhurikum wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bishara njema tunakubashirieni, hongera kwa pepo ambayo Mungu amekuandalieni kwa ajili yenu. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, huko peponi mtapata kila kinachopendwa na nafsi zenu. Hapa duniani hupati kila kinachopendwa na nafsi yako, utapata ulichoruzukiwa na Mwenyezi Mungu. Na hapa peponi hupati kila unachokitaka, utapata kila ulichokadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Walakum fiha ma tad'un, na utakachoitisha, utakachoomba utaletewa na Mwenyezi Mungu. Pale ukianza kupewa kitabu chako tu kwa mkono wako wa kulia, bishara. Amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah, atawaambia watu njoni someni kitabu changu. اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنات عالية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Ni hizi bishara zimeanzia hapa ulimwenguni. Ulipewa kitabu kwa mkono wa kulia na roho ilitoka, Mungu akiwa radhi nawe ukiwa radhi na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hao ndio awliya Allah, la khawfun alayhim wala hum yahzanun. Wana sifa ya iman na sifa ya taqwa, lahumul bushra. Hizi ndio bishara fil hayati dunya wa fil akhirah. Bishara hizi katika maisha ya duniani ya kila siku na bishara hizi katika maisha ya akhirah. Mungu atatujalia miongoni mwa hao mawali wa Mungu. Suratun min suwari awliyaih, kunako picha miongoni mwa picha za mawali wake Mwenyezi Mungu, na kazileta katika Qur'ani tupate kuziona, angalau na sisi tujiingize katika awliya. Tumeambiwa tashabbahu fa in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bilkirami falahu, jifananisheni hata kama hamtowafikia daraja zao, lakini ukisema ninajifananisha kama fulani unapata daraja kubwa. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هي ni sura min suwari awliya illah. Na wali si lazima awe mwanamume, hata kuna waliya ambaye ni mwanamke kama Bibi Maryam alayha salam. Bibi Maryam alikuwa ni waliya min awliya illah katika suratu Ali Imran, na hii ni sura, ni family
ambayo mpaka katika Qur'ani imetajwa kwa sababu inafundisha familia zetu mabadi wa qiyam wa muthul. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Imratu Imran amebeba mimba, anamwambia ya Rab, kilicho ndani ya tumbo langu nimekitolea sadaqa, nimekitolea fi sabilillah, kikutumikie wewe, akidhani kwamba atazaa mtoto wa kiume. Huyo atakayezaliwa anakwenda msikitini awe khadima lillah. Fataqabbal minni innaka anta samiul alim, nikubalie ya Rab, wewe ni mwenye kusikia na ni mjuzi wa mambo yote. Lakini ikaja jawabu, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal-untha wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytani ar-rajim. ماذا كانت الجواب؟ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. alikuwa nalelewa mwanamke huyu Maryam na Sayyidina Zakaria, kila akiingia katika mihrab, jumba lile, anampata bibi Maryam anakula vyakula, matunda ambayo sio ya season ile. Matunda wakati wa saifa anakula wakati wa shita, na wakati wa shita anakula wakati wa saifa. Wakati huu si wa tende, yeye anakula tende, zimetoka wapi? Wakati huu si wa chungwa, mtu anakula chungwa, zimetokea wapi? Hizi zilikuwa ni karama kutoka kwake, Mwenyezi Mungu anazipitisha ikraman laha. Kibidi Zakaria uulize, ya Maryamu anna laki hadha, chakula hiki umetoa wapi? Mbona unakula tende wakati sio wa tende? Mbona unakula vyakula ambavyo havipo hata marikiti, na sijui nani amenunua, wakati mimi ndo mlezi wako? Hapa una haki wewe baba kuuliza mtoto wako wa kike, hizi herini umezipata wapi? Si mimi wala mamako alokununulia. Ndio maana yake. Ndio maana familia ya Ali Imran inatufunza sisi qiyam. Lakini wangapi tunauliza binti yetu, gauni umepata wapi? Baibui umepata wapi? Herini umepata wapi? Kidani umepata wapi? Kiatu umepata wapi? Na saa umepata wapi? Na nani anayekutreat kiasi hiki kila siku? Nani tunauliza? Atuulize. Kwa sababu na sisi tunawahi humo. Ingia Fatuma nigaie na 150,000 anatoa. We baba unapewa 50,000 na binti yako kapata wapi? Kama sio kwenda kufanya ufuska na wanaume alafu wanamlipa, alafu ndio unakuja na wewe kula. Ina maana wewe unakula kwa kutumia kifua cha mtoto wako wa kike? Yeye ndo anakwenda kuhangaika kulishe wewe na mkeo? Umemfanya mwanao ndo kitega uchumi cha maisha yenu ya ulaji wenu kila siku nyumbani? Bali unamchukua, unamtangaza, unampeleka kwa matajiri, mchukue huyu, mchukue huyu, mchukue huyu, ili afanye naye machafu upate kulipwa wewe. Upate nini katika dunia? Mata'u dunia qalil. Lakini anasema la, bora tupate chochote katika dunia, lakini laana na moto uwe pale pale siku ya kiyama. Imratu Imran na familia yake wanatufunza sisi Waislamu vipi tuishi na binti zetu. Zakaria mlezi wa Maryam anamuuliza, anna laki hadha, wapi unapata vitu hivi? Qalat, kasema Maryam, huwa min indillah, alinipa hivi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa hakika asa Jibrail kavileta vyakula vile na riziki ile kumletea bibi Maryam moja kwa moja inatoka kwa Allah. Amekula mpaka riziki ambayo haitoki pale, inatoka kwa Allah moja kwa moja. Riziki zote zinatoka kwa Allah, lakini hii bi maana al-kalima, haikuchukuliwa marikiti wala wapi, kaja nayo Jibril kamletea Maryam al-Adra. Akitajwa huyu katika Qur'ani hatajwi hivi hivi. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله
wanajini min alqaumi adh-dhalimin wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Maryam mwana wa Imran, kwa nini anasifiwa? Kwa nini kawa waliya min awliya illah? Kwa nini kapata heshima kama hizi? Sikilizeni mabanati wa Kiislamu, sikilizeni wanawake wa Kiislamu. Mwenyezi Mungu anataka kukuambizieni kwamba na nyie mnaweza kuwa mawalia katika auliya Allah, mkaingia mkitaba au mkifuata mwendo aliokuwa naishi Bibi Maryam al-Adhra. Limadha? Mungu amepiga mfano kwa watu wawili hawa, Asiya bintu Muzahim na Maryam ibnata Imran. Kwa nini? Anasema ahsanat farjaha, alihifadhi tupu yake. Haya yote yanakuja kwa sababu kanat hafidhatan li farjiha, ni kujihifadhi tu. Mwanamke wa Kiislamu, suala la kujihifadhi hilo limemsababisha Bibi Maryam kutajwa kwa jina hasa katika Qur'an. Hapa Asia hajatajwa. Wadharaba Allahu mathalan lilladhina amanu imra'ata Fir'aun, jina lake Asiya bintu Muzahim, lakini hakusema Asiya binti Muzahim. Katosheka mar'a, mwanamke tu, kisha akamtaja wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min alqanitin. Mungu kamuondoa hasa katika zumratul rijal, kamweka katika zumratul rijal kutoka katika zumratul nisa. Hakusema wa kanat min alqanitati kwa sababu siyaqi ya lugha ilikuwa wa kanat min alqanitati kwa sababu yeye ni mwanamke, lakini kwa sababu wa kanat min alqanitin akawa katika wacha Mungu wanaume. Ina maana kawa katika qimma, hata wanaume hawampati Bibi Maryam. Lengo lake kubwa na mambo makubwa alikuwa anayofanya ahsanat farjaha. Sasa mwanamke huyu amesababisha mpaka Zakaria naye akaomba dua. Hunalika daa Zakaria, sio ishu ya kuzungumza sasa hivi, lakini miujiza mengine ambayo ni karama tumezungumza ikitoka kwa mtu wa kawaida ni pale alipokuwa tayari amembeba mwanamke huyu, kumbeba Sayyidina Isa. Anasema Mwenyezi Mungu katika suratu Maryam, ambayo sura hiyo imepewa jina lake yeye Bibi Maryam. Anasema faajaaha almakhadu ila jiz'i an-nakhl qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Mwenyezi Mungu amejalia chini yako hapo kuna mto wa maji tayari ametoka, ile ikraman laha. Wa husi ilaiki bijiz'i an-nakhl, na kuna kigogo cha mtende, kitikise tu kidogo, sio mtende mzima, ni kigogo chake. Tusaqita alaiki rutaban janiya, kutadondoka rutab, tende nzuri, kula. Fakuli washrabi wa qarri aynan fa imma tarayinna min albashari ahada faquli inni nadhartu lirrahmani sawman falan ukallima alyawma insiya. Na akala tende zile, akanywa maji yale, akatuliza macho yake. Ni miongoni mwa wali wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq alikuwa waliyu min awliya illah. Siku moja Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia masahaba, toeni sadaka kwa wingi, hasa kwa hawa wanyonge ambao wanaitwa ahlus sufa. Kila mmoja akija hapa msikitini achukue, mwenye uwezo wa mmoja achukue wawili, mwenye uwezo wa wawili achukue watatu, mwenye uwezo wa watatu achukue wanne, na hivyo hivyo. Ikawa kila mmoja akija pale msikitini anachukua wake wawili, naenda kuwalisha mimi. Mtume anachukua 10 kwa sababu yeye mtume ndo mtume, yeye ndo kima na yeye ndo mkubwa, lazima yeye awashinde wale wote. Sio yeye ndo mtume anapigia mfano watu, yeye anachukua mmoja, anachukua 10. Jamaa wengine wakachukua mmoja, wengine wawili, wengine watatu. Sayyidina Abubakar akachukua watatu. Sadaqa. Mtume anasema an-nasu yawm al-qiyama fi dhilli sadaqatihim, watu siku ya kiyama atakuwa katika vivuli vya sadaka zao. Yule bwana mmoja mkewe alikuwa akitoa sadaka sana, akamkataza, akamwambia tena imekuwa too much, usitoe tena sadaka, kila siku unatoa tu tutafukarika, usitoe. Siku miongoni mwa siku
akawa amelala akapata ndoto. Ile ndoto kajiona yuko katika siku ya Kiyama, jua kali, ghafla kukaja juu mavuli kama nguo fulani, lakini nguo lenyewe limeozaoza, yani nguo kuku ile matundu, na kuna tundu moja kubwa. Sasa ikawa kile kivuli kimemstiri kidogo, lakini ile tundu linatoa ule miale ya jua kali, linamchoma yule bwana. Mara zikaja tende 3 zikakaa juu ya lile tundu moja. Sasa akaona baridi, kivuli kimeshakuja, hakuna tena jua. Alipoamka akamwambia mkewe, usiku nimeota ndoto ya ajabu. Akamuuliza, umeota nini? Akamwambia, nimeota niko katika dhiki shadid na hararatu shams. Baadaye ikaja juu nguo kuukuu ikanifunika, nikaona kidogo afueni, lakini kuna tundu moja kubwa ikawa bado lanidhuru. Baadaye zikaja tende 3 zikafunika. Akamwambia, kwa sababu unajua uliponikataza nisitoe tena sadaka, nilikuwa nikitoa kwa siri, nimetoa nguo kuukuu nikatoa na tende 3. Sasa hiyo ndio ilokufaa wewe. Kwa hiyo sadaka usinikataze kuanzia leo. Akamwambia, anza kutoa sadaka, angalia store kuna nini, toa kila kitu, kwa sababu hii itakuja kuwa rehema kwako wewe. Mtume anasema kila mtu atakuwa katika kivuli cha sadaka yake siku ya Kiyama. Wale watu 7 katika kivuli sio watu 7 peke yake. Imam Ibn Hajar al-Asqalani kahesabu waliobashiriwa watakuwa katika kivuli mpaka wamefika 70. Bali Mtume alikuwa akizungumza according kwa ule wakati ambao uko pale, zile situation. Mara nyingine akizungumzia 7 yudhilluhumullah, ya imamun adilun shabun la shafi ibadati llah, rajulani ta'allaqa, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, rajulani tahabba fillahi waftaraqa alayhi, rajulun da'athu imra'atu dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah, wa rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma anfaqat yaminu, wa rajulun dhakara Allah khaliyan fafadat aynahu min ad-dam. Sio hao tu, na hao wengine hata ukitoa sadaka utakuwa katika kivuli, na kivuli hicho ile sadaka yako ulioitoa. Abu Bakr akachukua watu 3, akafika nyumbani, akamwambia mwanawe Abdurrahman ibn Abi Bakr, kaa na wageni, hakikisha wageni wamekula na wewe uko pamoja nao, mimi naenda kwa Mtume. Alikuwa mulaziman bi Rasulillah, hamuachi Mtume anakwenda naye, kwa hiyo mimi nakwenda kwa Mtume, lakini wageni wangu hakikisha wamekula, wameshiba. Wale wageni hawakula, wakakaa vile vile wanamsubiri Abu Bakar. Abu Bakar kakaa sana kule pamoja na Mtume. Akija nyumbani anaona wageni bado hawajala, akakasirika, akamwita mwanawe jinsi alivyokuwa akimuogopa Abu Bakar, akawa anauoga mpaka wa kuitikia. Akamwambia, itikia. Akaitikia. Mbona hujawalisha wageni? Akamwambia, wenyewe wageni wamekataa kula. Akamwambia, kwa nini mmekataa kula? Wallahi na mimi sili maadamu mmekataa na nyinyi kula. Wakasema, wallahi na sisi hatuli maadamu wewe Abu Bakari umekataa kula. Ala, sasa viapo viwili. Sasa inabidi mtu avunje kiapo chake na aondoshe kafara ili tupate kula. Abu Bakar baada akasema, basi mina shaitani, hayo ni mambo katika mambo ya kishetani, lete chakula. Kaleta chakula, watu wakaanza kula. Sasa kile chakula kile, kila mtu akichukua tonge katika sahani pale, katika lile tonge liloondoka linamea tonge lingine. Kila akiondosha tonge. Hadith muttafaqun alayhi, rawahu al-Imam al-Bukhari wa Muslim an sayyidina Abi Muhammad Abdurrahman ibn Abi Bakr radiyallahu ta'ala. Kila akichukua tonge yanmu tahtahu akhar, lingine linatokezea. Sasa kile chakula kitakwisha saa ngapi kama ukiondosha tonge linamea lingine? Kinakwisha hiko chakula? Hakishi. Abu Bakri wakala bali nyumbani chakula kimebaki vile vile. Akakichukua na sahani yake akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia, Rasulullah, tizama, tumeshakula tumeshiba, lakini ajabu chakula hiki kila tukichukua tonge kuna mea tonge lingine. Mtume akamwambia, hizi ni karama za mawali kama hii. Hizi ni karama Mungu amezipitisha kwa sababu Abu Bakr ni waliyu min awliyaillah, zimepita karama kama hizi. Na sio Abu Bakri tu, Sayyidina Umar alikuwa mmoja katika watu hao. Basi siku moja Mtume akasema, laqad kana fi umamin man kana qablakum unasun muhaddathun
Katika watu waliopita kulikuwa kuna watu muhaddathun. Muhaddath ni mtu mulham, mtu mwenye kupewa ilham, yani muwafaq fi hadithi, anaafikiwa katika mazungumzo yake, akisema jambo anaafikiwa. Kama babake Jabir, alimwambia nini Jabir kabla ya kwenda katika vita vya Uhud? Akamwambia, inni arani anni sauqtal, mimi naona kwamba nitauawa katika jeshi la mwanzo kuuawa basi mimi. Kwa hiyo nikiuawa, ndugu zako 9 hao wale na deni, kidhi deni langu. Anamwambia mwanawe, na kweli walipofika katika vita vya Uhud, mtu wa mwanzo katika watu waliouawa alikuwa babake Jabir, Abdullah. Kaua vile vile alivyosema, ndio mambo yalivyomkuta. Huyu ndio anaitwa muhaddath, ay muwaffaq lima yaqulu, mtu ambaye akisema hawa ndio katika aulia vile vile, anachokisema Mungu anakiletea taufiki, kinakuwa kile kile. Jabir anasema, nilimfukua baba yangu katika kabri ile baada ya miezi 6, kwa sababu alikuwa amezikwa na mtu mwingine. Watu 70 walikufa katika vita vya Uhud, historia inasema. Sasa Waislamu ikawa wanawazika watu wawili, watatu katika kaburi moja. Anaanzwa yule alikuwa amehifadhi zaidi Qur'an kuliko wenzake na hivi katika kama vile katika uimamu. Basi Sayyidina Abdullah alizikwa na bwana mmoja. Jabir akasema, baada miezi 6 nikamtoa ili nipate kumzika peke yake. Kamfukua kaburi yake baada ya miezi 6, akamtoa kama siku alozikwa, hajaoza isipokuwa sehemu ndogo katika sikio lake ndogo peke yake ndo imeharibika, lakini mwili wote uko vile vile, damu inanuka kama vile vile inanukia misk. Sayyidina Jabir akasema, hii ni katika mawali wa Mwenyezi Mungu, na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amethibitishiwa kwamba ni manabii peke yao ambao hawaozi. Aliposema, akthiru min as-salati alayya fi yawm al-jum'a fa inna salatakum mu'arradatun ilay, kithirisheni kunisalia siku ya Ijumaa kwa sababu sala zenu ninapitishiwa, ninaonyeshwa. Mmoja kaambia, Rasulullah, kaifa tu'radu salawatuna alayka wa qad arimt, unaonyeshwaje sala zetu na wewe umeshaoza kaburini? Asema, inna Allaha harrama ala al-ardi an ta'kula ajsad al-awliya, Mungu ameharamisha ardhi sije ikala mili ya manabii. Sasa na huyu kwa nini hajaliwa? Kwa sababu huyu ni waliyu min awliya illah. Mungu anayafanya haya takriman li haula mashahidi, waman yuti illaha war rasula fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Basi akamwambia Mtume, anasema ikiwa watakuwepo watu kama hao wenye kuafikiwa katika habari zao, min ummati, katika ummati wangu, fa huwa Umar, yakunu Umar, basi watu hao nao ni Umar ibn al-Khattab. Kwa maana kwamba Umar alikuwa akiafikiwa katika habari zake, na hili yameshazungumzwa mengi kuhusu Umar. Habari ya Sari al-Jabal, Sayyidina Umar alipokuwa anahutubia, Sari alikuwa anaongoza jeshi huko na adui anakuja nyuma yao, akasikia sauti kama ya Sayyidina Umar inamwambia, ya Sari al-Jabal, yani Saria, jificheni katika jabali, jeshi linakuja nyuma yenu. Umar anahutubia Madina, yuko juu ya mimbar, Saria yuko mbali na Madina, analiongoza jeshi, makafiri wanakuja, Waislamu hawajui. Pale pale kama mtu ameondoka tu katika maneno yake, Umar akatamka maneno mengine, ya Saria al-Jabal, ewe Saria, aingia katika jabali mujifiche. Saria akasikia sauti, kaingia jabalini, jeshi likawa limenusurika. Watu wanasikiza hutuba, baadaye wanasikia takhallala katika hutuba kalamun ambayo kwamba ni gharib. Wamuuliza Umar, kwa nini umezungumza hali? Akamwambia, nijia tu kwamba Sari anakabiliwa na mambo ambayo ni hatari, nikamwambia jabali hilo ingia pembeni, basi nikayasema maneno haya. Sari alipokuja Madina akamwambia, nilisikia sauti ya Umar inanambia, ya Sari al-Jabal, na kweli baada ya kujificha jabalini adui akapita, hakutuona. Ni karama za mawali. Bali baadhi ya watu wanasimulia, ruwiya, imepokewa kwamba Sayyidina Umar ibn al-Khattab siku moja, Sayyidina Ali ibn Abi Talib ameota usingizini analishwa tende na Bwana Mtume.
Tende ile Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamlisha kwa mkono wake Ali. Basi alipoipata utamu ile tende, kabla hajamalizika kinywani kwake utamu wake, akamwambia zidni ya Rasulullah, niongeze tende nyingine, nipe nyingine, hii ya kwanza tamu, nipe nyingine. Mtume kabla ya kumwongeza, Ali akasikia adhana ya salatul fajri inadhini, akazindukana. Kwa hiyo hakuongezwa tende, badala yake akatawadha, akaenda msikitini. Alipofika msikitini akasali nyuma, alikuwa khalifa wa Umar bin Khattab, akasali nyuma ya Sayyidina Umar. Baada ya kumalizika sala, Umar akawa yuko pembeni amesimama katika nguzo ya msikiti. Kaja mwanamke na sahani ya tende. Waislamu akachukua akampelekea Umar, akamwambia na kuambia mwanamke wagawie Waislamu. Sayyidina Umar akachukua ile tende, kabla ya kuwagawia Waislamu akamlisha Ali ibn Abi Talib. Sayyidina Ali akapoila ile tende ikawa tamu kama ile tende alolishwa na Mtume, lakini usingizini. Akamwambia zidni ya Umar, nizidishie tende nyingine. Umar akamwambia lau zada laka Rasulullah la zidna, kama angekuwa Mtume amekuzidishia tende ya pili tungekuzidishia na sisi. Ali akasema nalala bado au vipi? Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam nimemota mimi peke yangu. Umar tulikuwa tunaota wote. Hilo lakini ilikuwa ni karama za Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Bali Qur'an ilikuwa inashuka inamuafiki. Asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khayran minkun muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin tayyibatin wa abkar. Haya maneno aliyosema Sayyidina Umar, akamwambia we Hafsa mwanangu kweli, na we Aisha mwana wa rafiki yangu wake wa Mtume, lakini asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khayran minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin tayyibatin wa abkara. Na mimi na Abu Bakri tutakuwa ni dhahir, ni wasaidizi wa Mtume huyu, na Mungu na malaika wake watakuwa wasaidizi wa Mtume huyu. Maneno hayo ndio yanasema. Hayo yakashuka, namwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wal malaikatu ba'da dhalika dhahir, malaika watamsaidia na Mwenyezi Mungu na waumini watamsaidia. Maneno yale yale aliyosema kumwambia Mtume, ya Rasulullah, atusalli alayhi wa huwa munafiq, unamsalia Abdullah ibn Ubay ibn Salul na ni mnafik? Mtume akasema sifanyi isipokuwa ninaloamrishwa na Mungu. Aya zikashuka, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, usimsalie mmoja katika wanafiki ambaye amekufa abadan, kabisa kabisa. Mtume akaondoka katika kaburi lake. Mtume akaenda kusimama juu ya kaburi lake, akamwambia Rasulullah, bado huyo mnafiki. Akasema Mwenyezi Mungu akamwambia wala taqum ala qabri, wala usisimame katika kaburi lake. Kila alikuwa akisema Sayyidina Umar katika baadhi ya mambo Mungu alikuwa anamuwafiki. Katika kadhia ya hijab, aliposema wake za Mtume, alipomwona mwanamke mmoja wa Mtume katika markiti, ingekuwa Mungu ameweka nguo special kwamba hizi ni nguo za wake zake Mtume, hijabu za wake zake Mtume, kuwe kuna tofauti kati ya wake zetu sisi na wake wa Mtume. Zikashuka aya za hijab. Maneno yale anayozungumza Sayyidina Umar anafikiwa katika mambo ya asra Badr, wakati wa vita vya Badri, wale mateka, Mungu kachukua rai ya Sayyidina Umar ibn al-Khattab na mengi ambayo Mwenyezi Mungu amemwafiki. Basi Mtume anasema lau kana fi ummati ahadun minhum la kana Umar, kama katika umma wangu wapo watu aina hiyo mulhamun, basi Umar ibn al-Khattab ni mmoja wao. Sayyiduna Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, alishtakiwa na watu wa Kufa, na watu wa Kufa walikuwa na mazonge, ni wengi wa mashtaka, mpaka katika utawala wake Umar ilikuwa ni maarufu malawama yote yakija yanatoka Kufa, mji katika miji ya Iraq. Siku moja wakaja wakamshtakia, wakamwambia Sa'd ibn Abi Waqqas la yuhsinu yusalli, Sa'd ibn Abi Waqqas hata kusali hajui. Yatizame haya maisha ya masahaba, kisha utupie jicho maisha yetu sisi tunayoishi. Anaambiwa sahaba alobashiriwa pepo na Mtume kwamba kusali hajui. Si mageni wewe ukiyasikia makubwa kuliko hayo watu wakiyasema. Saad ibn Abi Waqqas
Sahaba mkubwa huyo Mtume, na Mtume alikuwa akijifakhirisha akimwona, akisema hadha khali falyurini mruun khalahu, huyu ni mjomba kwa nasaba, ni mjomba wa Mtume. Huyu mjomba wangu mmoja nionyeshe naye mjomba wake. Fatihul Qadasiyya anaambiwa la yuhsinu salah, kusali hajui. Imam Malik siku moja aliwauliza wanafunzi wake, madha yaqulu an-nasu anni, watu wanasemaje kuhusu mimi? Wanasema inna an-nasa jami'an yuhibbunak, watu wanakupenda. Nasema wayuthnuna lak, wanakusema kwa uzuri, lakini kuna wengine wanakuponda vibaya sana. Malik akafurahi akasema alhamdulillah tilkumud dunya, hivyo ndivyo ilivyo dunia, huwezi kupendwa na kila mmoja, na hao wengine watakupenda, wengine watakuchukia. Akasema alhamdulillah, wangenipenda wote ningekufa kwa kibri na ujbi, kwa kujiona kila mtu ananipenda mimi. Ingekuwaje kama watu wote walimwengu wanakupenda? Anasema na walau wangenichukia wote vile vile pia haiwi, lakini wapo wanaonipenda na wapo wanaonichukia. Na katika watu maisha yote kuna watu aina hii, wapo watu aina hii. Basi Sayyidina Saad ibn Abi Waqqas, pamoja na kubashiriwa kwake pepo, pamoja na usuba wake mkubwa wa Mtume, lakini kuna watu ambao wao wamebadilika, wamekuwa wao ndio bora kuliko yeye aliyobashiriwa pepo. Wasema mwenyewe hata kusali hajui huyu. Tizama, ama kweli kiumbe mzito. Nasema ridha nas ghayatun la tudrak, kuwaridhisha watu ni malengo yasiyofikiwa kila siku. Mzee wangu marhum Ali Hamid alikuwa akinambia, if you want to please all you will please none. Ikiwa unataka kuwaridhisha wote basi utaridhisha la shay, hata mmoja utamridhisha. Waache wengine wakasiriki, waache wengine wasiridhiki, lakini wapo wengine watakaoridhika. Na hii ndo sunna ya maisha na ndo hali ya maisha ya watu wanapokwenda. Basi akamwambia la yuhsinu yusalli, Saad hajui kusali, la yuhsinu sala, mpaka majungu yakapamba moto, mpaka Sayyidina Umar akaona amuondoe Saad ibn Abi Waqqas, amweke Ammar ibn Yasir, lakini huku anatafuta bayana, ya ayuha alladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Siku moja akamuita Saad akamwambia, watu wanasema anta la tuhsinu tusalli, yani la tuhsinu salah, wewe hujui kusali, hebu nieleze unasalisha vipi? Asema wallahi ya Umar, ana usalli bihim salata rasulillah, mimi ninavyojitahidi wallahi naisali sala kama ile ile nilokuwa nasalishwa na Mtume. Isha unasalishaje? Anasema utilu alawwalaini, zile rakaa mbili za kwanza nazirefusha, wa ukhaffifu alukhrayaini, na zile nyingine za mwisho nazikhafifisha. Na hivi ndivyo alikuwa akisali Mtume. Rakaa mbili za mwanzo katika sala ya Isha anazirefusha, na rakaa mbili za mwisho zinakuwa hafifu. Sala zake Mtume zinakuwa hivi. Sasa hivi ndivyo alikuwa nikisali. Sayyidina Umar anasema wallahi dhana yangu kubwa ilikuwa nadhania hivyo ndivyo unavyosali, lakini watu wanaleta mashtaka. Sasa akamwambia basi ngoja nitafanya uchunguzi. Akawatuma watu waende kila katika msikiti wa Kufa wachukue takriri, vipi Saad ibn Abi Waqqas mnamuonaje, anasalishaje, fa vipi? Kila msikiti watu wanamsifu, bwana sahaba yule alhamdulillah anasalisha vizuri, mienendo yake mizuri. Kenda katika msikiti mmoja wa Bani Abs, kauliza msikiti huu vipi Saad? Akatoka mmoja aitwa Usama ibn Qatada. Usama ibn Qatada akamwambia, kwanza huyo Saad mnayemzungumza la yasiru ma'a sariya, jeshi linapokwenda vitani hendi pamoja na jeshi, wala anasema wala yahkumu bisawiya, na hata anapokuwa nagawa zile ngawira anadhulumu, yeye anajichukulia ngawira nyingi, wengine anawadhulumu. Wala yuhsinu fil qadhiya, na hukumu zake zote sio nzuri, batil tu. Kesi 3 hukumu zake mbaya, haendi na jeshi, na hata zikipatikana ngawira anafanya dhulma katika ugavi. Hao ndo wale
ambao huwezi kuwaridhisha wote. Ana sababu zake anazozijua yeye mwenyewe za kumchukia Saad ibn Abi Waqqas. Kabidi aitwe Saad na Amiri al-Mu'minin Umar. Kwa nini unafanya hivyo? Kwa nini vinatokea vitu kama hivi? Akaambia, basi mimi sina la kusema, lakini namshtakia Mungu. Allahumma in kana qama muraiyan, ikiwa kasimama kwa ria, anataka kujionyesha naye ana sauti ya kusema na kunipaka mimi matope, basi kaomba kasema nina mambo matatu, na mimi nitaomba dua tatu, iwe 3 kwa 3 draw zake, dua 3, na mimi nina maombi matatu kwa Mwenyezi Mungu. Ikiwa ni mwongo anayoyasema, kasimama kwa sababu ya ria, nataka kujionyesha, wasum'a, na watu wapate kusikia habari chafu kutoka kwangu, habari mbaya. Allahumma atil umrahu, ya Rabbi mrefushie umri wake uwe mrefu. Kwanza hilo moja, awe na umri mrefu. Wa atil faqrahu, na ufukara ndani yake uwe mrefu vile vile sawia na umri wake. Umri mrefu, ufukara mrefu, kisha ombea waaridhu lilfitan, na mpeleke ana kwa ana katika fitna za ulimwengu huu. Kamaliza, la yasiru bisaria wala yuhsinu fil qadhiya, yeye hendi na jeshi, na anapohukumu hahukumu vizuri katika kadhia mbalimbali. Wala yuqsimu bisawia, na akigawa ngawira hagawi vizuri. Basi Allahumma atil umrahu wa atil faqrahu wa aridhu lilfitan. Basi rawi alhadith, hadithi mpokewa na Jabir ibn Samara, na yeye kasimuliwa na Abdul Malik ibn Umairi, rawi msimulizi wa hadithi hii, aloisikia kutoka kwa Jabir ibn Samura. Anasema, nilimuona Usama ibn Qatada wa huwa kabira sin, nilimuona kisha kwa mtu mzima. Sema waqad saqatat ajibahu ala aini, hizi nyusi zake zimedondoka kwa utu uzima, zimefinika macho yake. Kawa kizeri tena, fakiran, fukara. Kwa maana mtu ukimwona huyu fukara, kisha anasema katika umri huo basi inakwenda na mkongojo miguu 3, kisha kazi yake inakwenda marikiti na kinasimama katika turukati. Anasema kazi yake alikuwa anawakonyeza wanawake na wasichana wanaopita. Sasa ajabu, kizere mpaka macho yamefunikwa, kinakonyezaje? Unajua kukonyeza yake ile kufunga jicho moja au kuashiria mabaya yoyote kwa mwanamke, basi ilikuwa ndo kazi yake. Anasema kimekaa barazani, akipita mwanamke kinamkonyeza mpaka macho pia yaonekani, na bado kinapapasa sehemu katika vifua vya wanawake. Laana imempata kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa dua ya Sayyidina Saad ibn Abi Waqqas. Basi hii ni message kwamba usiwachezee auliyaullah, wana makarama. Na ndio mtunzi katika kitabu chake cha Zubad anasema, wal awliya'u dhu karamati rutab wa man tahaw li waladin min ghairi ab, na hawa mawali wana daraja zao na wana makarama yao yamepangwa. Karama tu kwamba wao hawawezi kumleta mtoto bila ya baba, hiyo ni miujiza, ni mambo mengine, lakini karama wanazo. Kwa hiyo uchunge sana ya kutoa mdomo wako mkubwa kwa maneno yasiyokuwepo na yalokuwemo juu ya awliya Allah, yatakuja kukupata mabaya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum. Allahumma inna natawajjahu ilayka fi hadhihi as-sa'ati wa la'allaha sa'at al-ijabah an tuyassir alayna umurana umur ad-dunya wal akhirah waqd jami'a hajatina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.